Mtazamaji, tumerejea na kama ndo kwanza unaungana nasi, unaangalia kipindi cha Zahanati, na leo tuko katika hospitali ya Kardinali Rugambwa iliyoko hapa Ukonga jijini Dar es Salaam. Daktari, umezungumza mengi kuhusiana na sababu za ugonjwa wa kupata ugonjwa huo wa vidonda vya tumbo, lakini watu wangetamani kufahamu labda mtu akipata vidonda vya tumbo anaweza akapataje tiba? Sawa. Hatua ya kwanza, ukipata vidonda vya tumbo au ukasikia maumivu juu ya kitovu, fika hospitalini. Kwa sababu kabla tujaenda kwenye matibabu lazima tujue nini kisababishi. Na njia ya kwanza ya kutafuta kisababishi cha vidonda vya tumbo, huwa tunafanya vipimo. Na kipimo cha kwanza ambacho kinapatikana sehemu nyingi tunaita ni H pylori antigen test. Sawa. Pale tutapokuta kwamba umepatikana na vidonda vya tumbo kwa njia ya H pylori, tutakuanzishia tiba ambayo hiyo tiba inahusisha antibiotics za aina 2, lakini pia na dawa nyingine ambayo tunaita proton pump inhibitor ambayo itatusaidia kushusha ile hali ya acid tumboni. Ni pia tutakupa na dawa za maumivu. Hizo dawa huwa wanatumia kwa muda wa wiki 2, lakini pia ile proton pump inhibitor watatumia kwa muda wa miezi 3 mpaka miezi 4 kulingana na ushauri wa daktari. Lakini pia kuna kipimo kingine ambacho tunaita endoscopy, ambacho kinikupitisha kamera kwenye tumbo kuangalia extent ya hivyo vidonda vya tumbo. Mara nyingine vidonda vya tumbo vinaweza vikawa vimeenda katika hali ya zaidi kusababisha paka kansa ya tumbo. Ndio maana tunashauri ufike kwanza hospitalini, ushauriane na daktari, afanye vipimo, lakini pia uanzishe matibabu na uwe na follow up ya hivyo ugonjwa wa vidonda vya tumbo, kwa sababu pia vidonda vya tumbo vinatibika. Sio ugonjwa kama ugonjwa wa pressure au sukari ambapo itabidi utumie dawa za maisha, lakini vidonda vya tumbo vinatibika. Sawa. Na mgonjwa wa vidonda vya tumbo labda anatakiwa kula vyakula vya aina gani? Huwa tunaanza kwanza na ushauri wa vile vyakula ambavyo anatakiwa apunguze. Kula vyakula vyenye pilipili, kula vyakula vyenye spices nyingi, kama vyakula vyenye tuseme pilau, vyakula vyenye acid sana kama maziwa ya mgando, matunda pia yenye acid sana kama machungwa, mananasi. Lakini pia tunashauri aongeze kula mboga, ongeze kula matunda mengine kama matango, maparachichi. Lakini pia kwenye vitu vingine tunaita lifestyle management, ambapo tulisema kwenye visababishi pia utumiaji wa pombe na uvutaji wa sigara vinasababisha vidonda vya tumbo. Hivyo pia mgonjwa anatakiwa kustopisha. Kama alikuwa anatumia sigara, astop kutumia sigara. Kama alikuwa anakunywa pombe, apunguze kunywa pombe. Na mgonjwa wa vidonda vya tumbo anaweza kaishi na vidonda vya tumbo kwa muda gani? Vidonda vya tumbo vinatibika. Vidonda vya tumbo sio ugonjwa wa maisha. Mara nyingi huwa tunatoa dawa, atakimaliza dawa ile ya wiki 2, anaendelea na dawa nyingine za kupunguza acid kwa muda wa mwezi, atakuja atafanya follow up hospitalini, tutaendelea na dawa, then baada ya miezi 3 tutarudia kipimo kuangalia kama bado yule H pylori yuko positive. Kama hayuko positive, tutaendelea na management nyingine. Lakini hii ni usaidizi matibabu ya vidonda vya tumbo kwa upande wa vidonda vya tumbo vilivyosababishwa na H pylori, ambaye yanasababisha 80% ya vidonda vya tumbo. Kwa visababishi vingine huwa tunaenda matibabu kulingana na vitu tulivyoona kwenye kipimo kile cha endoscopy. Sawa. Na labda kwa mfano mgonjwa wa vidonda vya tumbo ametumia dawa akapona kabisa, baadaye vidonda vinaweza vikarudi tena? Okay. Vidonda vinaweza vikarudi kwa sababu ukitoa kutumia dawa kuna zile mabadiliko ya maisha ambayo tunataka kufanya, kama vile kupunguza vile vitu vya acid sana, vitu vya pilipili, kama ni sigara na pombe pia tupunguze, kunywa maji mengi, kufanya mazoezi. Lakini mara nyingi huwa tukitumia zile dawa, tukimaliza dawa, tukishapona huwa tunarudi nyuma.
tunarudi kwenye kutumia vile vyakula vyenye acid, tunarudi nyuma pia kwenye kutumia pombe, kuvuta sigara. Lakini tulivyosema pia H pylori yeye ni mdudu ambaye anapatikana kama pia usafi haujatendewa kazi. Kwa hiyo kama pia usafi hatujautendea kazi, inamaanisha pia tuna risk kubwa ya kupata tena ule ugonjwa wa H pylori. Kwa hiyo natakiwa tuwe wasafi wakati tunapika, kwa sababu zaidi ni vitu ambavyo tunaingiza kwenye matumbo yetu. Sawa, hapo nimeelewa. Na vidonda vya tumbo vina uhusiano gani labda na pressure? Okay. Sawa. Vidonda vya tumbo vinavyosababisha pale vile vidonda vile tunaita kwa Kiingereza tunaita peptic ulcer disease. Ile ulcer au kile kidonda ambacho ni kama kidonda tu ambacho kinaweza kutokea kwenye ngozi yako, lakini tumboni inasababisha maumivu makali. Kwa hiyo kisababishi kikubwa ambacho kinasababisha pressure kupanda kipindi cha mtu ana vidonda vya tumbo ni yale maumivu anayoyapata. Lakini kingine pia kuna vidonda vya tumbo vinaweza vikasababisha ile gastric reflux esophageal disease ambayo inasababisha chakula kinarudi kutoka kwenye tumbo kwenda kwenye esophagus. Hiyo hali ikitokea pia inaweza kusababisha pia pressure ikapanda. Ulisema kwamba watoto kuanzia miaka 8, miaka 9 ambao wako shuleni. Na vipi kuhusu watoto wachanga? Unaweza kupata ugonjwa huu? Watoto wadogo kabisa. Watoto wadogo kabisa ni vigumu sana kupata vidonda vya tumbo, sababu mara nyingi wanakuwa wananyonya kwa mama. Lakini pale endapo wanapoanza kula vyakula, kama hatutakuwa wasafi, tutapata ule utaratibu wa usafi katika kuandaa vyakula vyao, wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Lakini kisababishi kikubwa cha dalili kama za vidonda vya tumbo kwa watoto huwa ni mdudu tunamuita rotavirus. Kwa hiyo sio vidonda vya tumbo. Inaweza ikatokea, lakini asilimia kubwa ni kwa watoto kuanzia miaka 8 kuendelea, lakini sio kwa shule wengine wanashinda na njaa. Sasa hivi watu tunafanya diet. Wengi hatutaki kunenepa, hatutaki matumbo, tunapunguza kula. Sasa wale hawako hatarini labda kupata ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo sababu wanashinda na njaa. Wale wako hatarini sana kupata vidonda vya tumbo kwa sababu mara nyingi tunapoanza diet huwa hatuanzi diet kwa ushauri wa daktari wala kushauri wa dietitian ambaye ni daktari wa vyakula. Huwa tunajiamulia sisi wenyewe kwamba tuanze diet, tunapanga ratiba zetu wenyewe. Sasa mara nyingi huwa tunashauri kwanza tumuone daktari au dietitian atupe meal plan kwamba ukianza kufunga uanze hivi, uanze kula hivi, uanze na vyakula hivi, ukiwa unaendelea uanze hivi, kwa sababu hiyo pia haitakuzuia wewe kupata vidonda vya tumbo, lakini pia itakusaidia pale unapoenda kupunguza hiyo plan yako ya kupunguza kilo iende sambamba na wewe na mtu ambaye anakufuatilia nyuma na kukusaidia na kukushauri katika kupungua kilo. Na sasa nini tufanye ili tuweze kuepukana na vidonda vya tumbo? Cha kwanza ni usafi. Usafi ni kitu muhimu sana. Tunapoandaa matunda, tunapoandaa mboga, tunapotoka chooni, tunaangalia watoto wetu pia sababu bado hawajafika ule umri wa uelewa. Tukawa tunawashauri, tunawaelekeza, na mimi tunachowaelekeza nyumbani hata wakienda mashuleni wakiwa wenyewe wataweza kutekeleza. Lakini pia tupunguze kula vile vyakula vyenye gesi na vyakula pia ambavyo ni vikali. Tukiwa tunanunua hivi vyakula kwa mtaani, tunatia pilipili nyingi, hizo tupunguze pia. Na cha mwisho tupunguze utumiaji wa sigara, lakini pia na utumiaji wa pombe. Na muhimu kabisa tusitumie dawa bila ushauri wa daktari. Hususan hizi dawa za maumivu. Kwa maana dawa zinaenda kukangua ama zinafanya? Ndio, zinaweza kukangua dawa kama zile ibuprofen, tunaita mtaani gofen nadhani, au brufen, aspirin. Hizi dawa tatu zinakuwa na mchanganyiko wa hizi ibuprofen na zinaenda kukangua tumbo ndani.
Nini labda wito wako kwa watu ambao wanapata maumivu ya tumbo, ya vidonda vya tumbo ambayo umeyataja, lakini hawajafika hospitali? Wito wangu kwao ni kwamba sio kila maumivu ya tumbo ni vidonda vya tumbo. Ni vyema kufika hospitalini, ukutane na daktari, mshauriane na aweze kuangalia kama ni vidonda vya tumbo au ni matatizo mengine. Sawa, lakini pia tusitumie dawa zozote nyumbani bila ushauri wa daktari. Kama nilivyosema, dawa za maumivu, unaweza ukawa na maumivu ukameza ibuprofen ukitegemea kwamba maumivu yale ya tumbo yatakuwa yamesaidika, lakini kumbe ndi unaleta tatizo lingine. Ndio. Sawa, mimi nikushukuru sana daktari. Kwa upande wangu nimepata elimu ya kutosha na zaidi kuhusiana na usafi. Nilikuwa sijui kama ukiandaa kwa uchafu chakula basi unaweza ukapata vidonda vya tumbo. Mtazamaji, mpaka hapo tumefika tamati ya kipindi hiki cha Zahanati. Bila shaka umepata elimu ya kutosha kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Na leo tulikuwa katika hospitali ya Kardinali Rugambwa iliyoko hapa Ukonga jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Grace Kuni. Hadi wakati mwingine, kwaheri.